imebwagika damu isiyokuwa na hatia, jambo ambalo sio sahihi. Sisi kama serikali, jambo hili limetuhuzunisha sana na limetusikitisha sana, kwa sababu kati ya kazi ambazo tumepewa kuzifanya, yani kwenye ile listi ya majukumu yetu sisi kama serikali, jukumu namba 1 ni ulinzi wa wananchi na mali zao. Inapopotea roho ya yote mmoja katika matukio ya kikatili kama haya, mnakuwa mmegusa, mmetuwekea doa kwenye kazi ambayo tunatakiwa kuifanya. Mimi pamoja na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama, tukio hili ni la kinyama. Tukianza na hilo moja la mama, kilichomkuta mama hakijatufurahisha. Lakini pia hata kilichomkuta huyo kijana aliyefanya uhalifu hakijatufurahisha. Ndugu zangu, nchi inaongozwa kwa sheria, kanuni na taratibu. Ninaomba niwaambie kwamba kosa la kuchukua sheria mkononi, ukipatikana, wewe pia utachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, kwa sababu nchi yetu hii inaongozwa kwa sheria, kanuni na taratibu. Fikiria kama kila mmoja angekuwa anaruhusiwa kuhukumu, kuna mtu angekuwa bado anatembea mpaka leo? Kuna mtu angekuwa anaishi mpaka leo? Nafikiri wale wenye mabavu, wenye wanaoenda gym, wenye manguvu mengi ndio wangekuwa wanaishi kwenye hii nchi. Lakini nitoe masikitiko yangu kwa wale wote ambao wamechukua sheria mkononi. Ndugu zangu, sisi wote tulioko hapa, hakuna anayeweza kutengeneza hata sisimizi, ambaye anaweza kuumba hata sisimizi anyoshe mkono hapa. Mnatoa wapi mamlaka ya kuchukua jiwe na kumponda mtu? Mmepata wapi mamlaka ya kuua mtu? Mimi ni mkuu wa wilaya, pamoja na mamlaka yote niliyopewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siwezi kuua, sijapewa mamlaka ya kuua. Wewe raia wa kawaida unatoa wapi mamlaka ya kuua? Na nani amewapa mamlaka ya kuhukumu? Hata kama umekosea, tuna mifumo ya kwenda kutoa hukumu kwa hao ambao wamekosea. Hata kama umekosea, tuna mifumo ya kwenda kutoa hukumu kwa hao ambao wamekosea. Kwa hiyo kilichofanyika hapa pia sijafurahishwa nacho, na niombe jeshi la polisi tufanye haraka, tuangalie wale wote ambao wameshiriki kunyanyua mikono yao na kupiga yule mwenzetu. Lakini watendaji, mkashirikiane na maafisa biashara kukagua leseni za maduka haya mtaani. Haya maduka ya vyakula yanaonyesha kabisa bidhaa ambazo unatakiwa kuuza. Lakini cha kushangaza sasa hivi maduka yanayotakiwa kuuza vyakula yameweka na vileo. Sasa kabla mimi sijatengeneza task force yangu ikapita, watendaji na wenye viti, kasimamieni hilo. Maeneo ya pombe au vileo yana leseni zake, maduka ya vyakula yana leseni zake. Lakini sasa hivi duka linalouza mchele, dagaa, sijui vitu gani na pombe unakuta iko. Sukari, yale ni maduka ambayo tunataka yafunguliwe muda wote kuanzia asubuhi. Lakini maduka ya vileo tunaweza tukaamua kwamba maduka ya vileo sasa hivi hakuna kufungua asubuhi ili watu wakafanye kazi. Hata humu ukiangalia kuna vijana wamechakaa. Mimi nikiwaangalia na waona. Na ukiwauliza umri wao ni mdogo sana. Sasa hili taifa linaenda wapi? Wanaouza dawa za kulevya mnawajua. Wanaouza pombe mnawajua. Sasa huyu kijana hapa asingekuwa ametumia hizo dawa za kulevya kama mjomba anavyosema, asingekuwa amekatisha maisha ya mama.